Fungua moyo wako kupokea chakula cha kiroho tunapomkaribisha sasa Askofu Zakaria Kakobe. Simwombe Mungu. Mungu wetu, tuna kila sababu tena ya kukushukuru kwa sababu umetuleta siku nzuri ya Bwana, siku ya leo ya Jumapili, ambayo tunakumbuka jinsi Yesu alivyofufuka kutoka katika wafu na mauti ikamezwa kwa kushinda. Mpe kila moja sasa kwa jina la Yesu Kristo ulipokea neno hili, na Roho wako Mtakatifu alitafsiri kwa namna ya kipekee sana ndani mwetu ili lipate kuzaa matunda. Kila mmoja wetu mfunulie akili apate kuyaelewa maandiko, na tena tufunulie kwa Roho tupate kuyaelewa mambo ya rohoni, ili isiwe tu msaada kwetu, lakini ipate kuwa msaada kwa wengi wanaotuzunguka katika jina la Yesu. Amen. Oh, hallelujah. Somo letu la leo, kiumbe kipya, maisha mapya. Somo letu la leo, kiumbe kipya, maisha mapya. Kiumbe kipya, maisha mapya. Kiumbe kipya, maisha mapya. Tutajifunza somo letu kwa kuligawa katika vipengele vinne. Kwanza, kuwa ndani ya Kristo. Kuwa ndani ya Kristo. Kipengele cha kwanza, kuwa ndani ya Kristo. Kipengele cha pili, kiumbe kipya. Kipengele cha pili, kiumbe kipya. Kipengele cha pili, kiumbe kipya. Kipengele cha tatu, maisha mapya. Maisha mapya. Kipengele cha nne, jinsi ya kuwa kiumbe kipya. Jinsi ya kuwa kiumbe kipya. Kipengele cha kwanza, kuwa ndani ya Kristo. Kipengele cha pili, kiumbe kipya. Kipengele cha tatu, maisha mapya. Kipengele cha nne, jinsi ya kuwa kiumbe kipya. Kipengele cha kwanza sasa, kuwa ndani ya Kristo. Kuwa ndani ya Kristo. Biblia inasema katika Wakorintho Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Zamani, nyakati za kanisa la kwanza lilipokuwa tu linaanza, wanafunzi wa Yesu walioishi maisha
yanayofanana na maisha ya Yesu waliitwa ni watu waliokaa ndani ya Kristo. Na ilikuwa ni rahisi kusikia mtu akikuuliza, je, wewe uko ndani ya Kristo? Je, wewe uko ndani ya Kristo? Na ilikuwa rahisi kusikia mtu alipoulizwa, wewe ni dhehebu gani? Alisema upesi, niko ndani ya Kristo. Na hata baadaye walipokuwa wakisikiwa watu hawa wakisema wako ndani ya Kristo, sasa walipewa jina la mkato wa Kristo. Wa Kristo. Na wa Kristo kimsingi ni ufupisho wa walio ndani ya Kristo. Wa Kristo. Walio ndani ya Kristo. Wa Kristo. Na awe yote aliyesemekana yuko ndani ya Kristo, ilimpasa kuenenda vile vile kama Yesu alivyoenenda katika maisha yake. Kama ungemkuta mtu anayesema yuko ndani ya Kristo wakati anakunywa pombe, wakati anavuta sigara, wakati anakula madawa ya kulevya, anavuta bangi, wakati anafanya uasherati na uzinzi, wakati amejaa uongo na kila namna mizaha na masengenyo na chuki na choyo, muuaji, mwizi, mtukanaji, mwenye jeuri, aliyejaa kiburi na majivuno, mtu anamei, watu wasingemwamini kwamba yuko ndani ya Kristo. Na ndio maana tunasoma katika waraka wa kwanza Yohana. Waraka wa kwanza Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Sura ile ya 2. Mstari wa 6, mstari wa 5 mpaka wa 6. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 2, mstari wa 5 mpaka wa 6. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Sasa sikiliza vizuri hapa. Katika hili tunajua ya kuwa tumo ndani yake, yani tumo ndani yake Yesu Kristo. Tunajuaje kama tumo ndani yake? Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Neno mwenendo linatokana na neno kuenenda. Kutokana na neno kuenenda tunapata neno mwenendo. Na neno jingine linalomaanisha mwenendo ni tabia. Kwa hiyo maandiko yanaposema yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda, andiko haya yana maana yeyote anayesema ya kuwa anakaa ndani yake Yesu anapaswa kuwa na tabia ile ile aliyokuwa nayo Yesu Kristo. Unaweza kuona mtu yeyote aliyesemekana anakaa ndani ya Yesu Kristo alipaswa
kuwa na tabia ya Kristo. Awe yote aliyeitwa Mkristo kwa ufupisho alipaswa kuwa na tabia ile ile ya Kristo. Hata Biblia inasema katika Mathayo sura ile ya 26 mstari wa 73. Mathayo 26 mstari wa 73. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Hata usemi wako unakutambulisha kwa maana wewe uko ndani ya Kristo na wewe ni Mkristo. Usemi wako unakutambulisha. Mkristo kwa msingi huo aliye ndani ya Kristo atatambulishwa kwa matendo yake, kwa usemi wake, kwa yale yanayotoka katika moyo wake. Na walikuwepo watu wengi nyakati hizo ambao walikuwa napita huko na kule na kusema wako ndani ya Kristo wao nao. Wanawake wengine, wanaume wengine walipita katika mitaa, wana wakasema wako ndani ya Kristo. Hata walipoulizwa dhehebu lao, walipoulizwa imani yao, wakasema wako ndani ya Kristo. Lakini wengine walifuata tu mkumbo. Na Mtume Yohana akasema, yeyote yule anayesema yuko ndani ya Kristo imempasa kuenenda vile vile kama yeye naye alivyoenenda. Imempasa kuwa na tabia ile ile kama ya Yesu. Kinyume chake, huyo hayuko ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo hakuna walevi, kwa sababu Kristo sio mlevi. Ndani ya Kristo hakuna wazinzi na washarati, kwa sababu Yesu Kristo sio mzinzi na masharati. Ndani ya Kristo hakuna waongo na wasengenyaji na wauaji na wezi, kwa sababu ndani ya Kristo hawako hao. Maana yeye hakuwa mwizi, hakuwa muuaji, hakuwa na tabia yoyote katika hizo. Na walikuwepo watu wengine wamejificha, wamejichanganya na watu wengine katika kanisa la kwanza, na wao wakajifanya ni Wakristo kama ilivyo leo. Wengine wanajichanganya. Ujenzi ulikuwa unaendelea wiki nzima hii kama tunavyofahamu, na wamekwepo wengine waaminifu wa Kristo kweli katika maombi, katika uaminifu, katika utendaji wa kazi mbalimbali hapa. Lakini wamekwepo wengine ambao hawako ndani ya Kristo, wakijichanganya na wengine. Na hata wengine wamekuja wakifikiri ni rahisi kuiba hapa. Na jana kijana mmoja aliyejichanganya na kujifanya naye ni fundi saidia, hatimaye akawa ameiba saa ya fundi mmoja seremala na futikamba au tape measure, akavichukua, amevificha ndani ya mifuko yake, anakwenda kuviweka vizuri chooni ili apate kwenda navyo. Hatimaye Roho Mtakatifu akamfichua
Mara moja walinzi waliokuwepo hapa ambao wamejaa Roho Mtakatifu wakamwangalia namna hii, akamwambia wewe ni mwizi, unatakiwa mara moja kutoa vitu vyako ulivyoiba. Mimi sijaiba, hivi na hivi. Ucheki ndani, ikaonekana saa ya yule fundi seremala na futikamba. Wakamleta kwangu huyu mtu ambaye naye anadai yuko ndani ya Kristo, muongo. Nikamwangalia macho namna hii, nikamkodolea macho namna hii, nikamwambia wewe unapafahamu hapa? Unathubutu kuiba hapa? Unapafahamu hapa? Umewahi kuhudhuria hapa ukaona majini yanavyotoka? Niliwahi kuhudhuria siku moja, nikaona kweli majini yanapiga kelele na wanatoka watu. Nikamwambia ukiiba hapa, yale majini yanawatoka watu yatakuingia wewe. Unajua tunapoyafukuza majini hapa yanakuwa na hasira kali, kwa sababu yalitaka kuendelea kukaa. Sasa hata hatujayapa notice. Unajua hata kama unafukuzwa kwenye nyumba, si unapewa notice miezi 3. Haya hatujayapa notice, tunayambia mara moja hama, hata bila kujiandaa aende wapi. Ndio maana mengine katika kuchanganyikiwa anasema twende wapi, mbio, tokeni hapa. Kwa hiyo yanatoka yamekasirika. Yakimkuta mwizi mmoja kama huyu kijana, ni rahisi kutoka akiwa uchi, amejeruhiwa, halafu akalaumu. Wako watu wengine wanakuja wazima, halafu wanalaumu, wanasema mimi nilikwenda mzima pale kwenye kanisa la Full Gospel, nimerudi na matatizo. Umeyatafuta mwenyewe. Unataka kudokoa handbag za wanawake walioko hapa, unataka kudokoa vitu vilivyoko hapa. Wako wengine wanamei, hata sasa hivi nawaona katika roho wanapepesa macho, ni macho iko na mimi. Usithubutu. Mshike mkono jirani yako, mwambie usithubutu. Nikamwambia yule kijana, unataka yale madudu ya kuingia sasa hivi? Akatetemeka namna hii, anataka kuanguka. Nikamwambia tulia. Nikamwambia iko wapi tape measure? Iko wapi futikamba? Anasema nimeshakabidhi mafundi. Na saa iko wapi? Hii hapa. Nikamwambia wewe unajichanganya hapa na unajifanya uko ndani ya Kristo. Yalikuwepo majizi ya namna yaliyojichanganya kwenye kanisa la kwanza, nayo wakajiita Makristo. Walikuwepo ambao walijichanganya vivyo hivyo, wakajiita nao Wakristo. Kama leo walivyozagaa kila mahali, watu wengine wanajiita Wakristo, wanakata viuno kwenye dansi. Mkristo wa namna gani huyo? Huyu naye Mkristo jambazi. Mkristo anakula bangi, anavuta madawa, anavuta bangi, anakula madawa ya kulevya. Mkristo wa namna gani? Matusi yamejaa katika mdomo, ugomvi umejaa, hakuna amani na mtu yeyote, lakini anasema ni Mkristo. Walijichanganya hawa nyakati hizo. Kama leo kwa wingi wao hawa wamezagaa kila mahali, wakikamatwa na kutiwa pingu, wakipelekwa polisi. Wakati katika kuandikisha dini yako, dini gani? Mkristo. Macho mekundu kwa ajili ya bangi, lakini Mkristo. Mkristo wapi? Na wengine siku hizi ili wapate kibali kwa polisi wahurumiwe, wakiulizwa kanisa lako, nasali kwa Kakobe. Wajinga hawa.
Ndio maana mtume Yohana akasimama akasema, yeyote asemaye anakaa ndani ya Kristo imempasa kuenenda vile vile kama yeye alivyoenenda. Huyo ndiye Mkristo. Mshike mkono jirani yako, muulize, je, wewe uko ndani ya Kristo? Kuwa ndani ya Kristo sio kuhudhuria kila ibada. Wako wengine wanahudhuria kila ibada wakosi, kwa sababu ameambiwa wanganganie ili wapate muujiza yao basi. Kwa hiyo wanangangania hapa kama mtu anavyongangania kwa mandondo kule Korogwe. Naye anangangania kama kwa mganga wa kienyeji. Anangangania hivyo basi. Na yuko. Kwa hiyo kwa sababu unamwona kila siku unaanza kufikiri yuko ndani ya Kristo, kumbe sio. Na mwingine ni binti hapa, unamwona amengangania hapa, lakini kuna mwanaume anamtafuta. Ama binti wanamei wakitoka, utawaona macho yao yanapepesa pepesa hivi, alafu yanakwenda kumwona kaka fulani ambayo macho yao yanamtafuta. Kaka, unajua kweli nabarikiwa na wewe, unajua nina kiu sana ya neno, na nimeambia wewe ni mwalimu mzuri sana, natamani unifundishe sana neno, nataka nimtumikie Bwana. Huyo ni binti anataka eti afundishwe sana neno na huyo kaka. Ninasukuma kwa roho kwamba unifundishe sana neno. Kwa hiyo tungepanga ni wapi tukutane ili unifundishe sana neno. Alafu hatimaye anatokea dada mwingine, kiongozi wa section, amesikia mazungumzo yale, alafu anamshika mkono ile binti, anamwambia, wewe hujui uhusiano wa wanawake na wanaume katika wokovu. Unataka kufundishwa neno na kaka una namna gani? Njoo hapa nitakutafutia mwalimu mwenzio mwanamke. Wewe acha kimbele, acha kuingilia mambo ya watu. Si mtu anafundishwa na mwalimu anayempenda Bwana. Sitaki mwanamke kunifundisha mimi. Sitaki. Mimi nimeongozwa na Roho nifundishe huyu. Wewe uko ndani ya Kristo kweli? Haumo ndani ya Kristo. Wengine wako hapa saizi, usiku wa jana wamekungutana na wake zao, mpaka saizi wana makovu. Na wako hapa na wanasema wako ndani ya Kristo. Unaona? Wako wengine hapa, harufu ya pombe wamefanya kuipukuta tu kwa kujanja. Hata saizi ukiona hawataki kusema amen, kwa sababu utasikia harufu. Na wengine wamejificha, lakini meno yao yanaonyesha kwamba bado wanavuta sigara. Moshi umeyapiga muhuri meno, na hali yote iko dhahiri. Lakini ukiwauliza haraka haraka, uko ndani ya Kristo? Ndiko ndani ya Kristo. Wengine wako hapa wanahirizi mifukoni mwao, wengine wanahirizi katika handbag zao. Hizi ni ya nini kama wanasema huko ndani ya Kristo? Hirizi ni ya nini? Hirizi ni ya nini? Hirizi ni ya nini? Mshike mkono jirani yako, muulize tena, je, wewe uko ndani ya Kristo? Mwingine anasema mimi ni mtenda kazi,
mimi ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, mimi ni kiongozi wa section, mimi ni kiongozi wa zone, mimi ni mchungaji, mimi ni askofu. Unaweza ukawa askofu lakini ukawa hauko ndani ya Kristo. Yuda alikuwa mtume lakini mwizi, anaiba fedha za Yesu mwenyewe. Yesu anamuona bado anaiba. Hapa sio swala la kusema mimi naimba kwaya, ni kiongozi wa kanisa la nyumbani, mimi ni mtenda kazi, mimi ni kiongozi wa section, mimi. Hapana. Je, uko ndani ya Kristo? Mwenendo wako unaonyesha uko ndani ya Kristo? Bado muulize, je, wewe uko ndani ya Kristo? Mwanamke mwingine anasema mimi niko kweli ndani ya Kristo kwa sababu nimefunga kilemba. Hata Waarabu wanajiona kwa vilemba vyao. Hiyo peke yake haitoshi. Mshike mkono jirani yako, muulize, je, wewe uko ndani ya Kristo? Aha. Mtu akiwa ndani ya Kristo, Biblia inasemaje? Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nani? Amekuwa nani? Kiumbe kipya. Kipengele cha pili, kiumbe kipya. Mtu anapotubu dhambi zake, kwa kumaanisha kuziacha kabisa bila kusaza hata moja, uasi wote anautubu. Biblia inasema labda tusome hapo kwa haraka. Waraka kwanza Yohana sura ile ya 3 mstari wa 4. Kila tenda ya dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Namna yote ya uasi, uasi katika neno la Mungu, uasi kwa viongozi wa kanisa, uasi wa kila namna ni dhambi. Kila afanyaye uasi anafanya dhambi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mtu anayetubu kila namna ya uasi katika neno la Mungu, kila namna ya dhambi, kwa kumaanisha kuacha kabisa, Biblia inasema anazaliwa mara ya pili. Na anapozaliwa mara ya pili anakuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya kabisa. Anakuwa sio yule wa zamani ambao watu walimfahamu. Anakuwa kiumbe kipya. Itajulikana waziwazi kwamba huyu sio yule wa zamani, huyu ni mpya, ni mwingine kabisa. Na unajua Biblia inasema katika Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 1, watu watendao dhambi wanaitwa ni wafu, wamekufa. Lakini wanapotubu dhambi zao, kwa kumaanisha kuziacha, wanafufuliwa. Lakini wanakuwa ni viumbe vipya. Unajua Yesu alipokufa, hatimaye akafufuka, wale ambao walikuwa wanamfahamu katika siku 3 zilizopita walishangaa, huyu ndiye au ni mwingine? Yohana sura ile 20 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Yohana 20 mstari wa 11 mpaka 14. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi, nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo alipolazwa mwili wake Yesu. Nao akamwambia, mama, unalilia nini? Akamwambia, kwa sababu amemondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, asijue ya kuwa ni Yesu. Labda tusome mpaka mstari ule wa 15.
Yesu akamwambia, mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huko akidhania kuwa ni mtunza bustani. Yesu anamfikiria ni mtunza bustani. Akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka nami nitamondoa. Siku 3 tu zimepita, hawezi kumtambua. Kiumbe kipya kinakuwa na mengi. Mtu aliyetubu dhambi zake jana, juzi, utamshangaa. Kwenye vikao vya ulevi umuoni tena. Kwenye uasherati na uzinzi umuoni tena. Maisha yake yamebadilika ghafla, amekuwa kiumbe kipya. Unaweza kufikiri sio Yesu tena, ni mtunza bustani. Sio dada tena aliyemfahamu, ni mwingine. Sio kaka aliyemfahamu, ni mwingine. Hilo linatuleta katika kipengele cha 3, maisha mapya. Wakorintho pale tulipo, Wakorintho pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yamekuwa mapya ni maisha yake, yamebadilika. Ya kale yamepita kabisa. Hapa tuna watu ambao maisha yao yamebadilika kabisa, sio wale wa zamani. Peter Simon, huko Peter Simon zone ya Calvary. Njoo hapa Peter Simon haraka. Waangalie hawa. Huyu anaitwa Peter Simon. Wale ambao wamesoma gazeti wiki inayoisha watakuwa wamesoma ushuhuda wake kaka huyu katika gazeti moja wapo. Huyu kaka alikuwa jambazi mkubwa sana, na aliua na akashirikiana na wengine kuua. Akajieleza kwa kujuta sana jinsi alivyofanya mambo ya ajabu sana. Anaeleza kwamba katika kikosi chake cha ujambazi walimuita Kurulinda, na anasema ingawa alishiriki katika mauaji mbalimbali, lakini hajasahau uuaji mmoja aliofanya wakiharamia, wakikatili, yeye na wenzake wapatao 10 wakati wa usiku. Hasa mwanamke mmoja alikatisha, ametoka kwenye dansi, mara mmoja wakambaka kwa pamoja namna hiyo, wakamnajisi, wakamlawiti, wote zaidi ya 10, na baada hapo wakaitoa roho yake. Peter Simon alipotubu dhambi zake na kukutana na Yesu, maisha yake yamebadilika kabisa. Ya kale yamepita, saizi ni mtendakazi hapa. Peter Simon ni mpole, ni mnyenyekevu, ni mchapakazi. Hata ukisikia historia yake unasema ni yeye au ni mtunza bustani. Mshike mkono, mshike microphone mara moja Peter Simon, kwa maneno mawili matatu elezea jinsi ambavyo sasa hivi ulivyo mtu mwingine tofauti na mwanzo. Kwa kweli namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii kuzungumza hapa. Kwa kweli mengi nimeyafanya ya uasi ambayo kwa kweli najuta na kuona kwamba nilikuwa nazisaliti roho zisizokuwa na hatia, na mpaka sasa kwa kweli ninamshukuru Mungu kwamba ameweza kuniepusha na mambo hayo mengi ambayo ningekufa na mimi katika nyakati hizo ningekwenda motoni, lakini sasa Mungu kaniokoa. Namshukuru sana, asante sana. Mtu akiwa ndani ya Kristo, Mungu akubariki Peter Simon. Tumshangilie Peter anaporudi. Na yule Peter Simon aliyekuwa muuaji amekufa. Huyu ni mwingine. Huyu ni mwingine. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa.
Mtu akiwa ndani ya Kristo sio yule Peter Simon wa zamani, lakini sasa ni kiumbe. Margaret Kazwe, kimbia baraka mara moja. Watu wa kuheshimiwa wao, kimbia mara moja Margaret Kazwe. Dada huyu miaka zamani alikuwa changudoa, na yeye alikuwa hataki namna yoyote ya kufanya washarati na uzinzi na Mwafrika yoyote. Yeye alitafuta wazungu tu basi. Yeye ukahaba wake wote na wazungu. Margaret Kazwe anasema hakusoma sana shule, lakini kwa jinsi alivyodhamiria kuwapata wazungu katika ukahaba, alijifunza Kiingereza sana. Margaret Kazwe, wasalimu hao kwa Kiingereza mara moja. I greet you in the name of Jesus. Margaret Kazwe huyu mzungu na alijifunza lugha akabobea kabisa katika Kiingereza ili wapate wazungu katika ukahaba. Lakini hatimaye akakutana na Yesu, akatubu dhambi zake zote, maisha yake yakabadilika kabisa. Margaret Kazwe, ukiita wakati wote nani ambaye anataka kutenda kazi ya Bwana, atakuwa wa kwanza mbio. Hata asipopata nafasi ya kuitenda kazi ya Bwana atalia machozi. Anasema kama nilivyomtumikia shetani na mbio, sasa maisha yangu yote namtumikia Bwana. Margaret Kazwe yule wa zamani sio huyu sasa tunayemwona. Margaret Kazwe, kwa maneno mawili tueleze jinsi ambavyo sasa umekuwa kiumbe kipya. Namshukuru Mungu kwa mara nyingine tena kwamba amenipa tena neema ya kuweza kuongea mbele za watu. Ilivyo ni kwamba katika siku ya Jumapili kama ya leo, wakati ule nisingeweza kuwepo katika kanisa kama hili. Muda kama huu ningekuwa tu labda kwenye nyumba fulani ya mzungu, na tungekuwa labda tunaandaa tu safari za kwenda beach. Hata kama ningekuwa labda peke yangu, ningekuwa tunatafuta namna yoyote ya kupata marafiki ama rafiki zangu wengine tupitiane tu tuende beach. Huko tutakwenda, tutavua nguo zote, tutavaa tu vinguo vidogo vifupi, na ni vinguo tu vya ndani vya kuweza kuogelea. Tutashinda huko muda wote na tutarudi labda usiku mwingi ama labda tutalala huko. Kwa hiyo isingekuwa rahisi kuweza kuwa katika nyumba ya Bwana namna hiyo. Hata kama mtu angenieleza ningemwona ni mjinga tu, ni mpumbavu. Lakini leo hii niko mahali hapa usiku na mchana nikimtumikia Mungu kwa namna ya kipekee. Nina fahari sana mbele za Bwana kumshukuru kwamba ameweza kunibadilisha nikaa hivi nilivyo. Namshukuru Mungu. Tafadhali geuza upande wa pili wa kaseti hii. Mtu akiwa ndani ya Kristo. Asante sana Margaret. Ngoja kidogo. Margaret baada ya kuwa ameokolewa akawa na uchungu na changudoa wenzake kwamba wamjue Yesu, na akampata mmoja ambaye naye alikuwa anajichoma masindano ya kulevya na ukahaba wa kila namna, akampata katika Kristo. Hebu mwite huyo kama yuko hapa. Anaitwa nani Margaret yule? Nani yule mwanafunzi wako? Yupo hapa. Leo hajaja? Leo hajaja. Anajua kabisa akija anafahamu. Na ukimwona huyo naye utashangaa kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo kweli anakuwa kiumbe kipya. Tumshangilie Bwana kwa ajili ya Margaret anaporudi. Makofi zaidi. Wako wezi hapa ambao walikuwa wanavunja makontena bandarini, lakini maisha yao yamebadilishwa. Hebu watokeze mara moja wale walikuwa wanavunja makontena bandarini kule. Waje hapa. Yuko wapi? Wako wapi hao? Hadithi yetu itakuwa hivyo. Mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe.
Lazima kuwe na historia ya kale yote na sasa tazama yamekuwa. Lazima kuwe na historia. Lazima kuwe na badiliko. Watu waliokuwa na kula bangi au kuvuta kula madawa ya kulevya wasimame. Na sasa hawali bangi wala madawa ya kulevya, wamebadilika maisha yao kabisa. Waje hapa mbele. Ulikuwa na kula bangi, unakula madawa ya kulevya. Angalia jeshi hilo linalokuja. Angalia jeshi hilo. Sogea nyuma. Wanabugia unga. Waje walikuwa wanabugia unga. Hii ndio injili. Injili inabadilisha. Na shetani anajua watu wanavyobadilika, anasema msiende kule ni pepo. Kazi ya shetani. Shetani anabadilisha watu. Asatakuwa amefitini nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Hii dada mmoja azungumza hapo jinsi alivyokuwa na buya unga. Sogea mbele mara moja, zungumza. Sogea mbele. Nani anazungumza? Alikuwa na bangi. Sogea mbele. Jina lako nani? Naitwa Rose Rogasia. Ilikuwaje Rose? Yaani nilikuwa navuta bangi sana kwa siku, nilikuwa kuvuta bangi ilikuwa sikira na siwezi kufanya kazi yoyote. Ilikuwa imenikolea sana kwenye mwili wangu kiasi kwamba nilikuwa najaribu kuacha, lakini nilikuwa nashindwa. Lakini baada ya kuolewa nimeacha sasa. Yes. Huyu anataka kuzungumza, mpe naye azungumze. Mimi nilikuwa sio mvutaji, kwa sababu nilijaribu siku moja tu kuvuta, nikaona hainifai, yani nikaona hakuna la. Lakini mimi kazi yangu ni kufuata tu kule wanakolima na kuwaletea watu na kuuzia wanavuta. Ulikuwa unafuata bangi, unawaletea watu, wewe ndio supplier. Unasambaza bangi. Kama kila mmoja akizungumza hapa tutakesha. Warudi tumshangilie Bwana kwa ajili yao. Wako wanawake ambao wao walikuwa wazinzi na kazi yao tu ilikuwa hawana shughuli na vijana wengine, wanataka tu waume za watu. Basi nao waruke hapa mbele, wakimbia hapa. Kimbia. Maisha yako ni mengine sasa, umeshabadilika. Kimbia hapa, umaibishe shetani. Kimbia hapa, umaibishe shetani. Kimbia, umaibishe shetani. Mshangilie zaidi Bwana kwa ajili yao hao. Hebu mmoja zungumze kwa haraka. Nani anataka kuzungumza? Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana waume za watu. Ninakokaa wanaonizunguluka wote mpaka niliokuwa nakaa nao ndani wote nimefagia. Manake mimi nilikuwa sina msamaha, ili mradi tu nikimuuliza Bwana una hela? Ninayo. Basi hata kama akimwacha mkewe mimi naambia Bwana ili mradi mimi umenipa hela hiyo, tena mimi sitaki kujua kama una mkeo, kama una wake wengi, mimi sijui. Lakini namshukuru Mungu kanibadilisha hivi sasa. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Amen. Nani mwingine anazungumza? Napenda kumshukuru Mungu. Wakati nafanya kazi serikalini, bohari kuu ya serikali, nilikuwa napenda sana mabosi, afu nijue ni mume wa mtu. Afu nikimpata mke wake hata mkumbuka tena, mpaka nililetewa kesi nikaambiwa kwamba naharibu nyumba za watu. Namshukuru Mungu kwamba nimeokoka na sasa sina haja ya mambo haya.
Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nani mwingine anazungumza wa mwisho? Ndio. Zungumza. Napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi alivyoniokoa. Mimi nilikuwa mwashirati sana kati ya wanaume na wanaume. Lakini nilivyokolewa maisha yangu yakabadilisha mpaka sasa juu ya uasherati yote imeishi. Tumshangilie Bwana Yesu. Wanaporudi kwenye viti vyao ni ushuhuda wa viumbe vipya. Tumshangilie Bwana kwa ajili yao. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa maisha yake yamebadilika kabisa maisha. Sio kitu kutafuta. Alikuwa mgomvi, sasa hana ugomvi ndani mwake. Alikuwa mwongo, hamna uongo ndani mwake. Alikuwa msengenyaji, hamna usengenyaji ndani yake. Namna hiyo. Hivi nilivyo ni kiumbe kipya. Ilikuwa mwanamuziki mimi vile vile. Nimeweka madisco, nimepeleka madisco kwenye miji mbalimbali. Watu wanafahamu mtu huyu alivyokuwa mcheza dance kwa namna ya ajabu katika madisco. Lakini leo hata ile chembe ya dance ndani mwangu haiko. Ya kale yote yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Wako watu hapa ambao walikuwa waganga wa kienyeji, ambao walikuwa na waagua watu. Wasimame hapa waganga wale wa zamani walikuwa na waagua watu, wakimbie mara moja, waruke hapa mara moja. Makofi kwa ajili ya Yesu wanapokuja. Mmoja zungumza hapo. Mimi nilikuwa mganga wa kienyeji. Nilikuwa na mapepo mengi. Nilikuwa nikipandisha mapepo, nikiagua watu na kuwatibu. Siku moja nimetokewa na Yesu Kristo mwenyewe. Amejidhihirisha katika kiwambaza cha chumba kile nilichokuwa nikiaguria watu. Amejidhihirisha katika msalaba. Nikapigwa butaa, nikaangalia, nikafikiri maana yake nini Yesu Kristo akajidhihirisha msalabani katika chumba hiki ninachofanyia uganga. Nimejiuliza, lakini mwisho wake nikadharau. Mara watu wakapiga hodi, nikaacha mawazo hayo pembeni. Nikavaa nguo za uganga. Nikawa naagua tu watu. Nikadharau hayo. Ikapita kama miaka kama 6 au 7 hivi. Ndipo Roho wa Mungu aliponiambia chukua Biblia ambayo ilikaa ndani mwangu, ikaota matandabui, na wala nilikuwa sina haja nayo ya kuisoma Biblia hiyo. Ndipo niliposoma hapo mahali, nilipofungua tu, ndipo nikakuta neno wapiga ramli, wachawi hawana chao katika utawala wa mbinguni. Na kwa ufupi sasa, bado wewe ni mganga saizi? Sasa kwa ufupi? Nimekwisha acha. Nilipoona mambo hayo nilikwisha acha, natafuta watu waliookoka. Niseme kwani mliokoka mmeokoka kwa masharti au mnaokoka kwa namna gani? Nilitafuta kwa bidii mpaka nami nikampokea Yesu. Nikaacha uganga, nikachoma mkoba. Walionisaidia ni watu wa kanisa hili, walionisaidia kuunguza huu mfuko. Nimeunguza. Amenisaidia Kristo. Mkoba ukatiwa moto. Kristo Mwambereko kanisaidia, na mwenzie ndio amenisaidia. Tumshangilie Bwana Yesu. Mwingine anazungumza.
Bwana asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Dennis Daudi. Mimi wakati nasoma kwa wakati huo kwa ufupi sana kwa sababu muda wetu umekwisha kabisa sasa. Mimi nilikuwa Mkristo, hatimaye nikaingia katika Uislamu kwa ajili ya mapepo. Nilikuwa na mapepo kama 99 hivi. Na kila mmoja alikuwa na nguo zake, na kila mmoja alikuwa na lugha yake, na nilikuwa sijasoma lugha yote lakini nilikuwa naongea kila lugha wakati ameshapanda. Lakini kwa kitu cha kipekee sana, kwa miaka hiyo yote 12 nililetwa hapa, sikuletwa na mtu, bali nilikuta tu nimeshajifika hapa jinsi nilivyoongozwa. Na baada ya kutoka hapa nilikuwa mwisi, nilikuwa mganga, nilikuwa navuta bangi, nilikuwa mtu wa kutisha sana. Hata mtani sasa hivi akipita pale anasema kama Mungu yupo, basi Mungu wa Dennis yupo hapa. Kwa hiyo mimi nilibadilishwa kabisa, na hatimaye kitu kilichoonyeshwa mpaka mimi nataka niende jeshini, lakini nikaonyeshwa kuna kwamba utaenda jeshini. Nikaonyeshwa mambo mengi kuna kwamba utakuwa mtumishi wa Mungu. Na mpaka sasa hivi niko hapa ninavyoongea hivi, ninataka Mungu anitumie, anipeleke tu kijijini. Kokote anakotaka anipeleke tu. Niko tayari kwa neema ya Mungu kufa hata kwa ajili ya Kristo. Wa mwisho sasa. Kwa jina naitwa Hilda Mwenda. Nilikuwa naitwa Kulu Hamisi. Nilikuwa nimezaliwa katika ukoo wa Kiislamu na nimeishi katika maisha hayo. Lakini baada ya kuokolewa mwaka 92 na nilikuwa mganga, nilikuwa natibia, sikuweza kuwatibia watu wa mtaani wasiokuwa na pesa. Nilikuwa nawatibia watu wenye pesa ambao wanahitaji biashara kubwa kubwa, na wanaume zao ambao wanatoroka wanaenda mbali kwa makahaba. Nilikuwa naweza kuwaambia mambo ya ajabu na wakaweza kukubali, hatimaye wakakaa na kuniletea chochote ninachokitaka. Wazito wengine katika serikali walikwenda kwa Hilda Mwenda. Lakini badala ya kumtumaini Bwana wanatumainia mashetani. Lakini niliendelea kuteswa mno, nilikuwa na matatizo makubwa. Ninapokataa kufanya ile kazi nilikuwa naugua kwa muda mrefu na kauka na kupoteza fahamu. Na nilikuwa mgomvi na wivu kiasi kwamba nilikuwa nampiga sana mume wangu. Lakini baada ya uokovu, namshukuru sana Mungu, tangu ameniokoa nimebadilika maisha yangu. Hata ndugu zangu wanakiri kwamba hakika nimeokoka, na ninawaambia kwamba mimi nakwenda mbinguni. Na nimekuwa nikiwashuhudia siku zote, hata na sasa wanaamini kwamba hakika nimeokoka. Wanaporudi kwenye viti vyao hawa, tunamshangilia Bwana kwa ajili yao. Makofi zaidi kwa Kristo. Haleluya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa, lazima maisha yako ujiwe kabisa, nilikuwa hivi, sasa nimekuwa hivi. Wokovu ni badiliko, ni U-turn, ni kugeuka kabisa. Nilikuwa na maisha haya, sasa nina maisha haya. Unaweza ukaona ushuhuda wa wazi, sio kitu cha kubahatisha. Paulo mtume alivyobadilika, yeye alikuwa muuaji. Labda tusome haraka, muda wetu umekwisha kabisa, hatuwezi kuendelea sana. Lakini hebu tuone kwa haraka hapa. Tuangalie hapa katika Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 12 mpaka 13. Angalia ushuhuda wake. Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 12 mpaka 13. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Ingawa hapa kwanza na alikuwa mtukanaji, mwenye kuudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Angalia maisha yake, anasema hapa kwanza, hapo zamani nilikuwa na maisha haya na yale, lakini sasa ni kiumbe kipya. Mtu aliyeokolewa atakuwa na ushuhuda wa kubadilishwa maisha yake. Sio tu kuja na kuimba pambio, sio kuhudhuria tu katika ibada, sio tu kuimba kwaya, ni zaidi ya hapo. Maisha yake yatabadilishwa. Sio tu kubatizwa tunakuwa na jina la Kristo, hapana. Maisha yake yatabadilishwa. Atakuwa anaweza kusema nilikuwa hivi, lakini sasa nina maisha tofauti. Watu wanaomzunguka watafahamu kwa dhahiri. Biblia inasema katika Tito sura ya 3 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa tuna akili, tulikuwa waasi,
tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na usuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye tumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tukihesabiwa haki kwa neema yake, tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele, kama nilivyo tumaini letu. Maana hapo zamani sisi nasi ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mtu yeyote ambaye yuko ndani ya Kristo, ya kale yatakuwa yamepita, tazama yatakuwa mapya. Huyo ndio anaingia mbinguni. Hata kama mtu alikuwa ni kijana mdogo, hajafanya hiki hajafanya kile, lakini uasi uliokuwa ndani mwake, ile hali ilikuwa nayo ambayo ilimfanya asipende neno la Mungu, asifurahie mambo ya Mungu. Maana mtu wa tabia asili hawezi kufurahia mambo ya Mungu, hawezi kufurahia mambo ya rohoni, hawezi kufurahia mambo ya wokovu hata kidogo. Alikuwa mbali na Mungu, alikuwa hajafanya uasherati, hajafanya uzinzi, hajaiba, lakini alikuwa mbali na Mungu, maana alikuwa muasi. Anapobadilishwa, anawekewa kiu ndani ya neno la Mungu, anapenda kuishi maisha yanayompendeza Mungu kwa uwezo utakao juu, na yaweza yote katika yeye anitia nguvu. Si mimi tena naishi, bali ni Kristo. Maisha yake ukimwangalia utamwona ni sio yule wa zamani. Mshike mkono jirani yako, mwambie, je, wewe umo ndani ya Kristo? Usio miongoni mwa wasindikizaji, usio nakuja hapa kama wasindikizaji wengine. Lakini kama maisha ya watu hao yalivyobadilishwa, wewe nao yanaweza kubadilishwa. Kipengele cha 4 na cha mwisho, jinsi ya kuwa kiumbe kipya ni rahisi. Unawezaje maisha yako yakabadilika ghafla kama hao walivyobadilishwa? Mithali 28 mstari wa 13, azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tunapodhamiria kuacha dhambi zile tunazozifanya na kusema, Bwana Yesu, nibadilishe, nifanye kiumbe kipya, ya kale yote nataka yaishie hapa, kuna uwezo unaotoka mbinguni kutuwezesha, si kwa nguvu zetu. Wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tunapewa uwezo, sio kwa namna yetu wenyewe, tunapewa uwezo, tunabadilishwa, maisha yetu yanabadilishwa na yeye mwenyewe. Je, uko tayari kubadilishwa leo? Uko tayari kubadilishwa leo? Pale uliposimama, pale ulipo sasa, simama juu. Bila kungojewa namna ya kubembelezwa. Unafahamu maisha yako hayajabadilika, ingawa unajiita Mkristo, ingawa unajiita una dini, maisha yako hayajabadilika. Kama watu hao unawaonea wivu na unataka maisha yako yabadilike, njoo hapa mbele moja kwa moja, njoo hapa mbele, njoo hapa mbele. Unajua maisha yako hayajabadilika, unataka yabadilike kabisa, ya kale yao yamepita, uwe na ushuhuda kama watu hawa. Njoo hapa mbele, njoo hapa mbele. Tangu sasa mtu asinitabishe, nachukua chapa za Yesu. Tangu sasa tangu sasa tangu sasa weka mikono yako juu. Tangu sasa
wa shetani tangu leo ninasema bye bye, tangu sasa tangu sasa tangu sasa mtu asinitabishe, nachukua chapa za Yesu sasa. Sitaki tena ulevi, sigara na dhambi nyinginezo, tangu sasa ukiwa umeweka mikono yako juu hapa mbele kwa juu sana, sema maneno haya: Mungu Baba, hakika nimelisikia neno lako, nimejifahamu mimi bado ni kiumbe wa zamani, nataka kuwa kiumbe kipya kuanzia leo, nataka kuishi maisha mapya kuanzia leo. Nimesikia kwa wengine, nimeona upungufu wangu, hakika mimi siko ndani ya Kristo. Bwana Yesu, natubu dhambi zangu zote, kwa kumaanisha kuziacha kabisa kuanzia sasa. Rehema zako nyingi zinifikie kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, nisafishe dhambi zangu zote, niwe mpya kabisa kuanzia leo. Uwezo wa kushinda dhambi, uwezo wa kuyakataa mambo ya dunia, uwezo wa kuikataa dhambi, uwezo wa kukataa uchafu ushuke juu yangu sasa. Maisha yangu yabadilike, niwe mtu anayekwenda mbinguni, hata watu wanaonifahamu washangae, waone maisha yangu yamebadilika kama ya Paulo mtume. Asante kwa kunibadilisha. Ninapokea badiliko kwa imani. Ninajua kuanzia sasa mimi ni kiumbe kipya katika jina la Yesu. Amen. Endelea kuweka mikono yako juu. Ninakuombea sasa. Bwana waweza, uwezo ule uliombadilisha Sauli na hatimaye kumfanya mtume Paulo ushuke kwa kila mwanamke, kwa kila mwanaume hapa, na hata kwa kila aliyetubu dhambi hizi kwa kufuatisha kaseti hii. Maisha yake yawe mapya kabisa, iwe dhahiri kwamba kama alivyowabadilisha wengine, umembadilisha huyu naye. Watumie hawa hata wapate kuwa watumishi wako, wapate kuwa msaada wa wengine, wakiwaleta watu kukujua wewe, katika jina la Yesu. Amen. Tulioko kule nyuma ambao maisha yetu tuna hakika ni mapya, tutanyosha mikono kuelekea hawa, na hawa watakuwa wananyosha mikono, sisi tunanyosha mikono kuelekea hawa. Tumwombe Bwana kwamba atawapa kuishi katika wokovu sasa bila kurudi nyuma kabisa.
katika jina la Yesu. Asante Mungu mwema kwa sababu umesikia sala hii na unawapa neema ya kipekee watu wako kuendelea mbele bila kurudi nyuma tena, katika jina la Yesu. Amen. Tunatumaini umebarikiwa na mafundisho haya. Biblia inasema katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, lakini iweni watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Isikilize kaseti hii tena na tena na kuwapa wengine pia. Mungu akubariki.